Raba bendi na pini ni kinga? Hii ni shirki na hofu za uvumi. Leo tunazungumzia mada muhimu sana katika maisha ya Muislamu na hata kwa jamii kwa ujumla. Mada ya shirki, hasa ile inayojitokeza kupitia kuamini hirizi, vitu vya kujilinda vya kubuni na uvumi unaosababisha hofu miongoni mwa watu. Hivi karibuni kumekuwa na uvumi unaosambaa katika jamii kuwa kuna watu wakikugusa bega unapoteza sehemu zako za siri. Kutokana na hofu hiyo, baadhi ya watu wameanza kutumia pini, raba bendi au vitu vingine wakiamini vinawalinda dhidi ya jambo hilo. Leo tunataka kuangalia suala hili kwa mtazamo wa imani sahihi na kuelewa ni kwa namna gani imani ya vitu hivyo inaweza kuwa ni shirki au mlango wa shirki. Maana ya shirki. Ndugu zangu, shirki ni kumpa kitu au mtu nafasi ya Allah katika mambo yanayomhusu yeye pekee. Miongoni mwa mambo yanayomhusu Allah ni kulinda, kuokoa, kuondoa madhara na kutoa manufaa. Hakuna kitu kinachoweza kukulinda isipokuwa kwa idhini ya Allah. Mtume, rehma na amani zimshukie juu yake, alituonya sana kuhusu kuvaa vitu vinavyoaminika kulinda bila ushahidi wa dini. Alisema kuwa anayeninginiza kitu akiamini kinamlinda anaweza kuachwa akitegemea kitu hicho badala ya Allah. Mfano wa shirki katika jamii yetu leo. Ndugu zangu wapendwa, pindi mtu anapovaa pini au raba bendi akiwa na imani kwamba vinamkinga dhidi ya jambo lisiloeleweka, hapa kuna hatari ya kuingia katika shirki ndogo, na wakati mwingine hata shirki kubwa kulingana na imani yake. Ikiwa mtu anaamini kuwa pini au raba bendi vina nguvu ya kulinda vyenyewe, basi hii ni hatari kubwa sana katika imani. Na hata kama anaamini ni sababu tu, lakini hana dalili wala elimu ya kweli, basi bado anaingia katika mlango wa imani za kishirikina. Haya yanafanana sana na hirizi, bangili za kinga au vitu vinavyovaliwa kwa hofu ya madhara yasiyoeleweka. Hatari ya kuamini uvumi na hofu. Ndugu zangu, dini imetufundisha tusiamini kila uvumi tunaousikia. Wakati mwingine, hofu husababisha watu kuvaa vitu visivyo na maana, kuwashuku watu wasio na hatia, na hata kuwadhuru watu bila sababu. Haya yote ni madhara makubwa ya kuamini mambo bila dalili. Ni muhimu kujua kuwa mwili wa binadamu hauwezi kupoteza sehemu zake kwa kuguswa tu. Haya ni mambo ya hofu na uvumi, si ukweli wa kielimu wala wa dini. Badala ya kutegemea pini, raba bendi au hirizi, dini imetufundisha njia halali za kujilinda. Kwanza, kumtegemea Allah kwa dhati. Tawakkul ni kinga kubwa kuliko kitu chochote. Pili, kusoma adhkari na dua za asubuhi na jioni. Hizi ndizo kinga halali alizotufundisha Mtume. Na tatu, kuwa na utulivu na kutafuta ukweli kabla ya kuamini uvumi. Hizi ndizo kinga sahihi, si vitu vya kubuni. Onyo dhidi ya kuwadhuru watu. Ndugu zangu wapendwa, katika matukio mengi ya uvumi kama huu, watu wasio na hatia wamewahi kushambuliwa kwa tuhuma zisizo na msingi. Hili ni kosa kubwa mbele ya Allah. Kumuumiza mtu bila haki ni dhambi kubwa sana. Na mara nyingi chanzo chake ni hofu, ujinga na imani za kishirikina. Ndugu zangu wapendwa, tukumbuke daima kuwa hakuna kitu kinachoweza kukulinda isipokuwa Allah. Kuamini vitu kama pini au raba bendi vina nguvu ya kinga ni mlango wa shirki. Uvumi usio na ushahidi unaweza kuharibu imani na kuleta madhara makubwa katika jamii. Dini imetufundisha kutegemea dua, adhkari na tawakkul, si hirizi wala vitu vya kubuni. Na mwisho,
Tumuombe Allah atulinde na shirki ya wazi na ya siri, atulinde na hofu zisizo na msingi, na atupe imani sahihi na utulivu katika nyoyo zetu. Amin.